Ni siku moja tu, lakini Wakenya wengi wameanza kujiuliza swali moja la kuogopesha. Je, simu zetu zinatusikiliza? Na kama hilo halitoshi, kwa nini hasira dhidi ya kampuni ya mawasiliano Safaricom zimeongezeka ghafla hivi mitandaoni? Kuna wale wanaosema taarifa za wananchi zinapeanwa, wengine wanaamini kuwa Gen Z waliopotea waliweza kufuatiliwa kupitia simu zao, na sasa baadhi ya Wakenya wanataka kuzikataa kabisa bidhaa zote za Safaricom. Lakini swali kubwa ni je, kuna ukweli wowote nyuma ya madai haya au ni hofu iliyozidi mtandaoni? Leo tunakwenda kuangalia video ambazo zimeanza kusambaa kwa kasi Kenya na jinsi zilivyozua mjadala mkubwa sana kuhusu usalama wa simu zetu. Huyu jamaa anasema kama bado hujatazama documentary ya Al Jazeera basi hujui dunia ilivyo hatari kwa sasa. Anadai watu pekee ambao wako salama ni wale wanaotumia simu za kawaida lakini si smartphone. Kwa mujibu wake, kila kitu tunachofanya kwenye simu kinaweza kufuatiliwa, kurekodiwa au hata kuhifadhiwa bila sisi kujua. Na kauli hii iliwaogopesha Wakenya wengi sana mtandaoni. Wengine wameanza kusema kama huu ni ukweli basi hakuna privacy tena, na hapa ndipo mjadala mkubwa ulipoanza kupanuka. Guys, ni mbaya. Kama hujawatch video kwa Al Jazeera, kama hujawatch documentary, please go and watch it. Take your humble time and watch that video. Sasa hivi kama uko na simu ya lipa mdogo mdogo, watu wako Bambe ndio wako safe kabisa. Wale watumianga katululu wako safe. Lakini kama ni smartphone ama iPhone, whether you bought it with your own money or you are paying pole pole na mdogo mdogo, you can easily be surveilled sasa hivi. You can easily be surveilled. Simu yako inaweza kaa tu hapo, unasema mambo zako, inakurecord, tunarecord tu. Inakurecord tu. Ama unakaa tu hapo, imekupiga picha ama una track your signal without your consent, without even court order. Ni mbaya guys. This is very bad because now it's infringing your privacy. It's infringing your privacy. Na unajua hii ni connection between, unaweza pata maybe Safaricom imetuma hizo information kwa wale ambao wanataka kuitumia kukutafuta. Ni mbaya without even court order. Ni mbaya sana. So guys, kama unatumia smartphone ama iPhone, afadhali ununue foil. Umeona litamuitumia? Ama unaona unataka kusema kitu, umeona kama North Korea ile Kim Jong Un, kuna vitu uzisema kwa simu inakurecording. Sasa hiyo ndio imefika hapa. So afadhali ufanya nini? Ukitaka kusema kitu, chukua foil. Funga wrap foil kwa hiyo simu yako, ndio ijam network, useme umalize, ikisha kutoka rudisha simu online vizuri. Ni mbaya guys. Go and watch that video on Al Jazeera and you make the judgment. Tell us, is this right? Is this good? Ama this is extreme? Ni mbaya guys. Lakini mambo yalizidi kuwa mazito zaidi baada ya video nyingine kuibuka kutoka kwa huyu Gen Z, na hapa ndipo hasira zilipoanza kupanda zaidi. Huyu Gen Z anadai wazi kabisa kwamba Safaricom walihusika kwa njia moja ama nyingine kwenye ufuatiliaji wa baadhi ya vijana waliokuwa wakipotea au kudaiwa kutekwa, na kwa hasira kubwa aliwataka Wakenya kuanza kuzikataa bidhaa zote za Safaricom. Kauli hii imewagawanya Wakenya. Kuna wanaomuunga mkono, lakini pia kuna wanaosema hakuna ushahidi wa moja kwa moja unaodhibitisha madai hayo. Lakini ukweli ni kwamba hasira za wananchi dhidi ya kampuni kubwa huwa zinaongezeka pale ambapo watu wanahisi hawaaminiki tena, na hilo ndilo linaonekana sasa nchini Kenya. Safaricom mumepatikana. It is very clear from that documentary of Al Jazeera that you guys were involved in the abductions that happened in this country. Kwa hiyo kesi ya David Mokaya, the courts agreed that you were involved in sharing Mokaya's information that led to his abduction by the Kenyan government. So hii kitu hamwezi yepa. Now we have given you 3 ultimatums. Number 1, we want you to come out and explain your role in the abductions that happened in this country in the last 2 years. We want you to set up a compensation fund for those people who were abducted. And we want the leadership in Safaricom that was involved in sharing this information without the court order to come out and resign immediately. And if you are not going to implement those 3 ultimatums, we are going to start boycotting your products kuanzia tarehe 9 June. We are going to stop using your internet, we will stop using your airtime, we will stop using M-Pesa, na tutahakikisha kwamba tutafunga vibanda zote za M-Pesa Kenya mzima. Because we want to show you and show everyone that however big you are in this country,
You have no capacity in challenging the freedoms and the rights of Kenyans in this country. And that's why we have said every Kenyan should join this Never the Next movement so that together we can defeat police violence in this month of June and July. Thank you. Kadri mjadala ulivyoendelea, video nyingine pia ilianza kusambaa kwa kasi. Huyu dada naye pia anaamini serikali imekuwa ikiwafuatilia wananchi kupitia simu zao, na anadai kampuni za mawasiliano zimekuwa zikitumika kusaidia hilo kufanyika. Kauli kama hizi zimezidi kuongeza hofu kwa wananchi wengi, hasa vijana wa Gen Z ambao tayari wana mashaka makubwa kuhusu usalama wao mtandaoni. Na watu wengi sasa wameanza kuuliza, je, taarifa zetu ziko salama kweli? Na nani ana access ya data zetu? My people, mumeona venye Ruto ameanikwa na Pegs na Al Jazeera. Documentary ya Al Jazeera imetoa ni moto. Venye Safaricom imekuwa ikipeana private data ya Mkenya. Na imekuwa ikifanya hivi kuenable surveillance ya Mkenya kupitia hiyo simu yako. They've been monitoring people through their phones and Safaricom has been enabling it. So Safaricom inapeana data ya Mkenya to the security agency, alafu wanatumia spy wires to infiltrate your device. Alafu kutoka hapo they start monitoring people. You can imagine how the Kenyan government has invested on this surveillance. Na nilikuja to my senses when I was watching this particular documentary. Kumbe hivi ndio Safaricom imekuwa ikibia Mkenya. Nimeamuka nimepata pesa yangu hakuna kwa M-Pesa. Kumbuka, this is the same phone they are monitoring enye kona pesa zako, conversations zako, kila kitu. We are no longer safe Kenyans. Kabisa, kabisa, kabisa. And this is the reason as to why wakitaka kuabduct mtu, wanamuendea straight penye yako. Hakuna kona ati tutafutie mtu fulani, ati tumeweka bounty ya mtu fulani, akipatikana ukimpata tunakulipa. Hakuna. Wanakuanga na exact location through your phone. Hiyo simu yenye umebeba kwa mkono. So Kenyans, let's be very very careful. Hii ni kitu tumekuwa tukispekulate. Safaricom, Al Jazeera imetupatia kila kitu. Anyways, sijui mtafanyia nini Al Jazeera? Maybe wataenda headquarters Qatar wa abduct, Doha, ama waende San Francisco, US. Okay? Aluta. Lakini haikuishia hapo tu, kuna mwingine aliyefunguka kuhusu laini yake kuzimwa. Jamaa huyu anasema laini yake iliblokiwa baada ya kupiga simu za kimataifa mara kwa mara, na ingawa haijulikani sababu rasmi ya kilichotokea, video yake imeongeza zaidi theory ambayo Wakenya wengi wanaendelea kujadili mitandaoni. Wengine wanaona ni coincidence, lakini wengine wanaamini kuna mambo mengi wananchi hawaambiwi. Na hapa ndipo nguvu ya mitandao ya kijamii ilipo. Leo hii kila video, kila ushuhuda na kila accusation inaweza kugeuka mjadala mkubwa wa kitaifa ndani ya saa chache tu. Safaricom has to be the dumbest, stupid, watu wajinga kabisa company I've ever seen in Kenya. Because tell me why on Tuesday, like they block my SIM card. I call them, I ask them, why have you blocked my SIM card? They tell me I need to go and visit a Safaricom shop for me to tell me why they blocked my SIM card. I go to a Safaricom shop on Wednesday. I ask them, why have you blocked my SIM card? Because I'm not seeing any reason why you block my SIM card. And they tell me it's because of irregular international call. I'm like, what the fuck? Irregular international calls. Now we should not get calls from international calls. And guess what? The two international calls I got were only two. One from TikTok, which you always call, ask them for call, they give you the verification code. Your verification code is 3126, you know it. And number two, another stupid broker which called me, I used to use it long time ago, and they ask me why am I not using their site anymore, and I don't use it anymore. And I tell them I basically don't want to involve myself with them. And now they block me. They tell me that I am doing, I don't know, irregular international call. Are you dumb? And now worst like I go with my ID to their shop, submit it. They tell me after 3 hours my issue is gonna be fixed. Then after 3 hours they have not fixed the shit. Now I call them again. I ask them why my SIM card has not been fixed. They tell me you have to wait for another 24 hours for you to start working. Now today, now on Thursday, I ask them. Now it has passed 24 hours. Why why is it not working? You have to wait another 48 working hours for it to start working. Safaricom, are you dumb? Are you stupid?
Now imagine that line has my money which I'm using. You guys have interfered with my regular base what I was gonna do. You don't know what business I was gonna do with my money or do the fucking shit I want to do, call people. But Safaricom ni maumbwa. They don't have brains. If you guys can't, and today is the last time I'm gonna start using them because they are a dumb company which don't even use brain. Then ni register Airtel. They are stupid and they are thieves. Now they are so like incompetent, like they are so uncouth, like watumia akili. How can you block somebody's SIM card for no reason? For no reason. And I'm sure they have started to use AI, and that's why basically I hate AI, because it can never replace human capabilities. Because why are you telling me my international call is irregular? If I'm doing something illegal, go and report to the police, because you are always doing that. Stupid people. Lakini pamoja na hasira zote hizo, bado kuna swali muhimu sana ambalo watu wengi wanapaswa kujiuliza. Je, tunajua kiasi gani kuhusu usalama wa data zetu? Kwa sababu dunia ya leo, simu si sehemu ya mawasiliano tu, bali ndani ya simu kuna location yetu, picha zetu, sauti zetu, maongezi yetu na maisha yetu binafsi. Na ndio maana mada kama hizi zinaogopesha sana wananchi. I'm just putting it out there. Mimi natafuta ile telco ya Red tufanye kitu pamoja. Right now is the time for the Red telco to expand and really grow. Mi naweza fanya jingles, naweza fanya ads. I can help creatively in any way that you guys may need. I also have an audience of people who don't enjoy being abducted. They don't like hearing about people being abducted. They like hearing that their data is safe and they are safe. So this is just me putting it out there. Mazimi, I'm ready when you are ready. Kwa sasa mjadala huu unaendelea kushika moto Kenya na huenda ukazidi kuwa mkubwa zaidi siku zijazo. Lakini wewe unafikiria nini? Je, Wakenya wana sababu za kuwa na hofu kuhusu simu zao au mitandao imezidisha mambo kuliko ukweli? Na kuhusu kuzikataa kabisa bidhaa zote za Safaricom, unaunga mkono au unapinga? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. The government could pin your location at any time. Were you provided with a court order as far as this case is concerned for you to provide that data? What he'd given was triangulation data of David's location, David's identity, and everyone that David had been speaking to between a time period that was requested. And his answer was shocking, because at that time they